Maana wameseti mambo na yako vizuri. Tuwaombe wachungaji wetu na mzee wa kanisa watakuja hapa. Tajipanga tu hapo, watakuja hapa ili tuweke mambo vizuri. Okay, utaratibu wetu wa kutoa zawadi kwa wageni wote huko kama ifuatavyo. Tutakuwa na zawadi za aina mbalimbali kwenye channel yetu SDA Church Kana. Ukiwa una subscribe na kucomment na kushare huko, lakini pia SDA Choir ya Kana, kuna YouTube channel yao pale pia utaiona, utakuwa ukipata nyimbo zao mbalimbali ukisubscribe, kushare na kucomment matukio mbalimbali. Lakini kwa wale wakuu wa mawasiliano wa kwaya zote waliotokea kule Makolola, kule KKT, mtawasiliana na mkuu wa mawasiliano huyo ambaye anachukua video hapo. Mtachukua link ambayo itakuwa ina picha zote za siku ya leo, na kila picha ya kila mshiriki na kila mgeni aliyefika mahali hapa itakuwepo huko kwenye mitandao yetu ya kijamii, lakini pia kwenye link hiyo utakuwa ukipata. Kwa hiyo hakikisha kwamba umeingia kwenye mitandao hiyo ya kijamii usiku wa leo ili uweze kupata matukio mbalimbali na jinsi ambavyo programu ya siku ya leo ilikuwa ikiendeshwa. Basi tuwaite sasa wale wageni wengine. Kama wale watu ambao ni wa mahitaji maalum, tafadhali tunaomba waongoze waje sasa nao wachukue zawadi zao. Kiongozi wa lugha za alama, hebu waelekeze, waambie sasa waje wachukue zawadi zao hapa. Naona hawakuelewi. Jitahidi wakuelewe. Wote ambao sio Adventista, wale walioalikwa, wale wote walioalikwa kwa mahitaji maalum, na wale wote ambao sasa ni wageni walioalikwa ambao si wa Adventista wa Sabato, tafadhali wote washiriki wote ambao ni wageni ambao sio wa Adventista wa Sabato, tafadhali tunaomba mje hapa mchukue zawadi zenu. Wote mliokaa kule ambao si wa Adventista wa Sabato, tafadhali njooni hapa mchukue zawadi zenu ili muweze kwenda kuenjoy maisha shambani mwa Bwana. Wote ambao tumekaa kule ambao si wa Adventista, tafadhali njoo mbele uchukue zawadi yako. Kama una mgeni ambaye si wa Adventista na umekaa naye, basi mnyanyue, msaidie, mtie moyo ili aje achukue zawadi yake. Na mwana mzee taalamu huyu kabisa anakuja. Lakini pia naona kule nyuma wengine wakiwa wanakuja. Hakikisha unakuja unachukua zawadi yako, kwa sababu zawadi hii imeandaliwa kwa ajili yako, na usipofanya hivyo utakuwa hujajitendea haki na hujatutendea haki pia, kwa sababu tumeandaa zawadi hizo kwa ajili yenu. Kwa tafadhali njoo uchukue zawadi yako ili uweze kwenda kuenjoy ukiwa na zawadi hiyo. Tafadhali fanyeni haraka wale ambao si wa Adventista. Naona kuna watu wamekaa kule si wa Adventista lakini hawaji. Kama umekaa na mtu ambaye si wa Adventista, mtie moyo aje achukue zawadi yake tafadhali. Lakini pia kuna wale ambao wafanyakazi wa Kana ambao si wa Adventista, tafadhali njooni mchukue zawadi zenu. Wale ambao si wa Adventista na wale waliosalia ambao si wa Adventista, tafadhali njoo uchukue zawadi yako. Tunakwenda kumaliza zoezi hilo kwa haraka kidogo, tuokoe muda tafadhali. Kama kuna waliosalia, jitahidi ongeza hatua. Tunakusubiri wewe uliyekaa ambaye hujapata zawadi yako bado, lakini msiondoke pia, bado tunaendelea na zoezi hilo la zawadi.
mtie moyo ambaye umekaa naye achukue zawadi. Zawadi ni ya muhimu sana. Hicho kitabu ulichopewa ukikisoma ndani ya wiki 2 utakuwa, kama ulikuwa na kilo 50 utakuwa na kilo 70. Vitabu hivyo vinanenepesha mifupa ya kiroho. Usije ukachukua kitabu hicho ukaenda ukakiweka, utakuwa umepata hasara kubwa sana kwenye maisha yako. Zawadi hiyo hakikisha unakwenda kuichunguza kwa hatua ukiwa umetulia, kila itwapo jioni, itwapo asubuhi, unapopata muda. Zawadi hiyo hakikisha unaifuatilia kwa kina sana, na utapata uhai wa kiroho, na Bwana atakuwa amekusaidia sana. Kama yupo aliyesalia, basi njoo uchukue zawadi yako. Njoo binti, uchukue zawadi yako. Zawadi hiyo hakikisha unaisoma, ukimaliza unarudia tena. Yaani ukikisoma ukikimaliza, tafuta muda mwingine, rudia tena. Rudia tena kama chakula, unavyokula chakula, basi kisome mara kwa mara. Kama hujaelewa, soma tena. Watoto wake naona wapo. Janet Bilingi, Jenny Wegoro mwakilishi, Jenny Wegoro. Hazina Mbazi. Kama jina likisoma na mtu akikosa mwakilishi, tunakuwa na mashaka sasa kwamba hatumjui au shida ni nini. Hazina Mbazi, kama kuna mwakilishi anaweza kumchukulia. Jenny Wegoro kichukue, kama hayupo chukua tafadhali, tusipoteze muda. Hazina Mbazi pokea hapo. Lakini tunaye na Jenjwa Dickson, kama kuna ambaye anaweza akamchukulia. Spora Musa. Na Jenjwa Dickson, kama kuna ambaye anaweza akamchukulia mara moja, tufanye haraka. Kama unamfahamu na una ukaribu naye, tafadhali mchukulie, tusipoteze. Spora Musa. Venisila Muhume. Venisila. Yuko David kule. Leonard. Kama kuna anayeweza kumchukulia David. Debora Masamba. Alafu Eva Elias. Kuna ambaye anaweza kumchukulia. Namsi Mhina anakuja. Dorcas Michael. Maggie Charles. Latifa Salim. Hao ni walimu wa watoto kwa mwaka 2025 ambao kwa hakika wamefanya kazi yao. Walimu wa watoto, tunawashukuru kwa huduma yenu kwa watoto, kwa idara ya shule ya Sabato. Hatuna cha kuwalipa zaidi ya kusema Mungu awabariki na muendelee kuwahudumia watoto kwa wakati mwingine tena. Tunakwenda kwa wakurugenzi wa watoto. Nyamagutu Makubi, kama kuna anaweza kumpokelea, kama yupo aje. Nyamagutu anapokelewa pale. Taji Elpanga. Tunawashukuru kwa huduma yenu kwa watoto. Mungu awabariki. Tunakwenda kwenye walimu wakubwa wa vikosi vya shule ya Sabato.
John Masamba. John Masamba. John Masamba kama hayupo, kama kuna mtu wa kumpokelea. Gertrude Mnguli. Gertrude Mnguli. John Masamba kama kuna mtu wa kumpokelea tunaomba aje. Si nilimuona hata mke wake hapa. Mke wa Masamba amesahau kwamba mume wake anaitwa Masamba. Gertrude Mnguli. Eric Peter. Eric Peter. Eric Peter kama kuna mtu wa kumpokelea. John Michael. Pokea zawadi yake. Alafu atafuata mkurugenzi Isaac Daudi. Nawe mzee piga yutang. Isaac Daudi piga yutang huku uchukue zawadi yako. Harriet Yohana. Harriet Yohana na yeye akachukua cheti chake. Jessica Daudi. Jessica Daudi na yeye akachukua zawadi yake. Jedwasto Juma. Jedwasto Juma. Joyce Eza, kalani wa shule ya Sabato. Osolo Benadi ambaye kwa sasa ni mzee wa kanisa, alikuwa kalani wa shule ya Sabato, kutoka ukalani hadi uzee wa kanisa, jambo kubwa sana hili. Unakuwa katibu, unakuwa secretary, afu unakuwa rais. Ruth Chambua alikuwa mkaribishaji. Tunaomba mwakilishi hata mume wake aje amchukulie kama hayupo. Halafu wa mwisho ni Isaac Okidi, pia alikuwa mkaribishaji. Isaac Okidi. Isaac Okidi. Tunawashukuru maafisa wa shule ya Sabato kwa kazi ambayo Mungu amewatumia kuifanya. Tunawashukuru. Hatuna cha kuwalipa ila Mwenyezi Mungu awazidishie. Na muendelee kumtumikia Mungu kwa wakati mwingine. Tunatambua huduma ya Mzee Kitua. Mzee Kitua Msifuni Mbazi. Kitua Msifuni Mbazi hayupo. Basi kama kuna naomba mzee Eric ampokelee. Naomba mzee Eric ampokelee kwa sababu ni ofisi yake, atampatia. Anafuata ni mzee Abel Yohana Kashanga. Mzee Abel Yohana. Mzee Joeli Bilingi. Mzee Joeli Bilingi. Mzee wa kanisa na mshauri. Kama hayupo mzee Abeli au mzee Eric utampokelea mzee Bilingi. Okay, Eric Pasco, mzee wa kanisa wa idara. Mzee Eric Pascali amekuwa mshauri wetu wa karibu. Lakini pia tunaye Josia Marwa, mzee wa kanisa. Mzee wa kanisa Josia Marwa. Kama hayupo, kama kuna mwakilishi ambaye anaweza akampokelea. Kama hayupo, mzee wa kanisa ataendelea kupokea, alafu litafika. Tunawashukuru wazee wa kanisa kwa kuwa karibu nasi kwenye idara ya shule ya Sabato na kutupatia ushauri, na tulipokwama mlitafuta namna ya kutusaidia na kuvuka. Mungu awabariki sana. Tunatambua uwepo wa kwaya zetu ambazo tumezialika katika huduma hii ya siku ya leo ya Sabato ya ujirani mwema. Kwenda kwa kwaya kuu KKKT Kisosora. Yule mwakilishi wao basi au kiongozi wa msafara anaweza akaja, au ambaye mmemwandaa basi anaweza akaja akapokea. Tunawashukuru kwa kuitikia wito na kuja kushiriki nasi ibada ya leo. Mungu awabariki sana.
na mkifika Jumapili hicho cheti mkikabidhi mbele ya kanisa na kikae kwenye ofisi ya mchungaji, kisiende nyumbani kwa mwenyekiti wa kwaya. Na kwaya nyingine ni Makorora SDA kwaya. Makorora SDA kwaya, tunaomba yule mwakilishi wenu au mkuu wa msafara. Tunawashukuru kwa kuja kushiriki nasi katika ibada ya leo ya ujirani mwema. Mungu awabariki sana. Amen. Tunawashukuru. Tunatambua huduma za wachungaji wetu pia kama idara ya shule ya Sabato. Wamekuwa washauri wetu pia wakubwa, lakini wamekuwa wakisukuma pamoja nasi, na hivyo tunatambua huduma yao, na wao pia tutakwenda kuwapatia vyeti. Wa kwanza ni mchungaji Elliot Manento. Mchungaji Elliot Manento kama hayupo na kuna ambaye anaweza akampokelea. Pastor yupo? Yupo wa kumpokelea. Jo. Okay, na anayefuata ni baada ya mchungaji Manento ni mchungaji Andrea John. Mchungaji Andrea John wetu John, tunakushukuru pia kwa kuwa pamoja nasi. Mchungaji Andrea John anapokea. Huyo ndio mchungaji wa mtaa wa Kana. Mchungaji, tunakukumbusha cheti hicho ukaweke nyumbani kwako, sio ofisini. Sio ukasahau ukakiweka kwenye ofisi.